Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili nikuhabarishe taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Kuna taharuki na wasiwasi mkubwa zimetanda baada ya Musalia Mudavadi ambaye ni waziri wa nchi za kigeni na Moses Wetangula ambaye ni spika wa bunge la kitaifa kukabiliwa na hatari ya kutimuliwa mamlakani. Spika Wetangula na waziri Mudavadi wamefukuzwa ama wameondolewa kutoka nyadhifa ambazo wanashikilia kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. Kivipi? Wetangula anatoka eneo la magharibi mwa Kenya na Musalia Mudavadi anatoka eneo la magharibi mwa Kenya. Na kwa muda mrefu sasa wamekuwa wakishikilia nyadhifa katika serikali mbalimbali ama katika sekta ya siasa kuwa ndio wawakilishi wakubwa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. Lakini sasa wamefukuzwa ama wameondolewa kwa sababu tumepata taarifa za ndani sasa hivi tunapoenda hewani, hawa wawili watakuwa wameondolewa kwa siasa za magharibi mwa Kenya kwa sababu baada ya Rigathi Gachagua kutangaza kuenda kwa kijiji cha Wamunyoro kwa siku 45 kutafuta nani atakuwa anabeberusha bendera hasa katika mrengo upinzani na msaidizi wake ama mgombea mwenza ni nani, tumepata taarifa za ndani kwamba majina matatu yamependekezwa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. 1. Edwin Sifuna awe mgombea mwenza ama awe mgombea wa kiti cha urais. Namba 2, George Natembeya, jina lake limependekezwa Wamunyoro, na hata mliona wakiwa na secret meeting George Natembeya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia na Rigathi Gachagua wakiwa pamoja. Na mwingine ni Eugene Wamalwa, naye amependekezwa kuwa running mate ukipenda mgombea mwenza. Sasa majina haya matatu ambayo yamependekezwa ni kumaanisha Speaker Moses Wetangula na waziri Mudavadi wamefukuzwa ama wameondolewa kwa siasa za eneo la magharibi mwa Kenya. Sasa wameisha kisiasa, watatimuliwa ili hawa viongozi wataendelea kusonga mbele. Kabla nikueleze kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama hiyo moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele. Sasa siasa za Kenya zimeanza kuonekana sasa hivi. Huenda siasa za Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kufika mwisho na kutimuliwa. Wale ambao wanaenda kuwakilisha jamii ya magharibi mwa Kenya, Eugene Wamalwa, Edwin Sifuna na George Natembeya. Sasa ni kipi ambacho tunahitaji kama wa Kenya, kama at all mrengo upinzani wako serious kuchukua uongozi 2027? Kwa sababu Edwin Sifuna anajaza, amekubalika na vijana wa Gen Z, amekubalika kila mahali anapoenda na jaza, lazima awe kwa debe. Lakini anakuwa kwa debe kama a solid candidate to represent opposition side, la sivyo awe mgombea mwenza katika United Opposition, the so-called alternative government. Mkiona Sifuna ameenda na Stephen Kalonzo Musyoka maybe awe mgombea wa kiti cha urais, Edwin Sifuna awe naibu rais wake, mgombea mwenza wake, ama Sifuna awe ametangulia, Kalonzo awe wa pili. Unajua siasa hamna mambo ya kusema age ama umri, no. Mnaangalia kitu ambacho kitahakikisha kwamba mmefaulu. Kwa nini watafaulu? Lakini unapoangalia kwa zile kura ambazo ziko katika taifa letu la Kenya na katika maeneo mbalimbali, sasa hivi
Central Kenya, Mlima Kenya, wako na what we call 32% of the vote. Sawa? Kwa kura zile ambazo zinapiwa humu nchini. Na magharibi mwa Kenya wako na 18% of the vote. Kumaanisha 18 plus 32 za Mlima Kenya, hivyo ni 50%. Na kushinda kiti cha urais lazima uwe na 50 plus 1. Kumaanisha tayari wamefikisha 50%. Ikiwa magharibi mwa Kenya watapiga kura 18% zote ziende kwa kikabu kimoja, eneo la Mlima Kenya, unajua Kalonzo anahesabiwa tu ni Mlima Kenya kwa sababu ni mkabala mwa, unajua Ukambani ni mkabala mwa Mlima Kenya. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kushirikiana pamoja. Kuna wadadizi wa siasa wamesema ya kwamba Ndindi Nyoro wakienda na Edwin Sifuna wanaweza kushinda kiti, lakini sijaona Ndindi Nyoro sana akifanya siasa za kitaifa. Lakini siku ile watakubaliana Edwin Sifuna atakuwa mgombea mwenza ama atakuwa mwaniaji wa kiti cha urais to represent opposition side, tayari tumemaliza kura. Ama George Natembea ama Eugene Wamalwa, bora tu wakati huu lazima mgombea mwenza atatoka eneo la magharibi mwa Kenya. Ndio maana tumeshuhudia Speaker Moses Wetangula ametazama sasa tumeisha kisiasa. Hivi majuzi alitisha mkutano nyumbani mwake, kuwaongelesha wanakijiji hapa na pale, kuwaambia lazima mnikabidhi miguu ya kutafuta kiti cha urais 2032. Wao wanamezea kiti cha urais 2032. Nani atakuachia 2032 ikiwa opposition side watafaulu? Nani? Ndio maana Sifuna, George Natembea, Eugene Wamalwa wametake that position 2027, wataangulia kuingia wale wakisubiri 2032. Wetangula yeye ameanza kujipanga hapa na pale kuhakikisha ya kwamba ameingia katika siasa za 2032. Kwa hivyo sasa hivi majina matatu yamependekezwa, taarifa za ndani. Simuliona George Natembea wakiwa pamoja na jamaa anaitwa Rigathi Gachagua. So let's wait and see. Naona hata Dr. Fred Matiang'i wanatembea na huyu kiongozi wa PNU Peter Munya, aliwahi kuwa gavana kwa kipindi kimoja 2013 yes to 2017 yes, na akawa waziri katika serikali iliyopita ya Uhuru Kenyatta. Wanatembea pamoja, lakini sasa mrengo upinzani watakuwa washikane. Unajua serikali ni kubwa, mmoja ashike mguu, mwingine ashike mkono, mwingine ashike kichwa, mwingine ashike nini. Siasa zitakuwa zimekamilika asubuhi na mapema. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this a channel of ours, Mokenya TV. Be blessed, ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye.